Serikali ya Tanzania imeshtakiwa katika mahakama ya Afrika Mashariki kufuatia vurugu zilizoibuka katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Takriban miezi mitatu imepita tangu uchaguzi huo uweze kufanyika, lakini kuna wasiwasi mkubwa dhidi ya matukio ya hivi karibuni na kauli za wanaharakati. Je, watafumbia macho kile ambacho kilitokea katika uchaguzi huo pamoja na vurugu na madai mbalimbali ya vifo vya waandamanaji walijitokeza hadharani kupingana na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo aliyekuwa mgombea nafasi ya kiti cha urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan alishinda kwa takriban 98% katika uchaguzi huo na kuweka historia mpya. Wakati mustakabali wa taifa ukiendelea kutafutwa miongoni mwa viongozi kutafuta suluhu ya pamoja kwa ajili ya kulijenga taifa upya kufuatia mpasuko uliojitokeza mara tu baada ya kutamatishwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na hata kabla, Tito Magoti pamoja na Bobu Chacha Wangwe, wanasheria na wanaharakati wa haki za binadamu, wameshtaki serikali ya Tanzania katika mahakama ya Afrika Mashariki kufuatia uchaguzi uliotamatishwa miezi kadhaa iliyopita. Tanzania na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki washtakiwa mahakama ya Afrika Mashariki kwa vurugu na dosari za uchaguzi za Oktoba 2025, Arusha Januari 7, 2026. Wanasheria Tito Elia Magoti na Bobu Chacha Wangwe wameshtaki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mahakama ya Afrika Mashariki, East African Commission, case number 59 2025, wakilalamikia vitendo vya ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi, kushindwa kusimamia, kuongoza na kutimiza uchaguzi katika viwango kubalifu vya kisheria. Wawili hao wanapinga uchaguzi wa 29 Oktoba 2025 ulioitwa wahada kwa misingi ya uvunjifu wa mkataba wa uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mkataba wa East African Commission. Hususan, kwanza kifungu cha 6D, uchaguzi huo na matukio yake badala ya hapo havikuzingatia misingi ya utawala bora, demokrasia, utawala wa sheria pamoja na haki za binadamu na za watu. Pili, kifungu cha 7, kifungu kidogo cha pili, vitendo vya mamlaka kabla, wakati na baada ya uchaguzi vilikosa uwazi, uadilifu na kuheshimu haki za kisiasa. Tatu, kifungu cha 8, kifungu kidogo cha kwanza C, usimamizi wa uchaguzi huo na hatua za baadaye za dola kuridhofisha demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria, na hivyo kuhatarisha malengo na utekelezaji wa mkataba ambao nchi wanachama wanapaswa kuepuka vitendo hivyo. Magoti na Wangwe wanaiomba mahakama itoe maagizo yafuatayo dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tamko kwamba vitendo na uzembe wa Tanzania vinavyohusiana na uchaguzi wa 29 mwezi wa 10, 2025 vimekiuka mkataba wa East African Commission. Pia mchakato wa uchaguzi wa 29 mwezi wa 10, 2025 na matokeo tarehe 1 mwezi wa 11, 2025 havikutimiza viwango vya lazima vya uchaguzi wa kidemokrasia chini ya sheria na miongozo iliyokubalika na East African Commission au 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 SADC, na uvunjifu wa mkataba wa haki kabla, wakati na baada ya uchaguzi kulifanya mchakato huo kinyume na mkataba wa East African Commission na kanuni za kidemokrasia. Amri kwamba kwanza, uchaguzi wa 29 mwezi wa 10, 2025 hadi tarehe 1 mwezi wa 11, 2025 utangazwe kuwa na kasoro za msingi na batili chini ya viwango vya East African Commission. Pili, uchaguzi mpya ufanyike kwa kuzingatia kikamilifu mkataba wa East African Commission, kanuni za uchaguzi za East Africa na viwango vya uchaguzi wa kidemokrasia vya AU na SADC. Tatu, uchaguzi wote mpya uendeshwe kwa kuzingatia kikamilifu viwango vya kikanda vya uangalizi wa uchaguzi na kanuni za kidemokrasia. Na uchaguzi wa haraka usio na upendeleo, ulio wazi na uhuru, usimamiwa na vyombo vya Afrika Mashariki ufanyike kuhusu ukiukwaji wote uchaguzi kabla, wakati na baada ya 29 2025 na wahusika wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Tano, Tanzania ilipe fidia, malipo ya madhara na marekebisho kwa waathirika. Sita, Tanzania ichukue hatua za urekebishaji stahiki ikijumuisha huduma za kitabibu, kisaikolojia, kisheria na kijamii kwa waathirika na jamaa zao. Saba, dola iombe msamaha wa wazi kwa manusura na familia zao. 8, dola ifanye mageuzi ya kisheria na kitaasisi ili kuzuia kutokea tena kwa uvunjaji
kama huo wa taratibu za uchaguzi. Magoti na Awango wanaeleza kuwa kile kilichoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 kilikuwa ni tamko la kiolela na la kitapeli lililojifanya kama ni kielelezo cha matakwa ya wananchi wa Tanzania, ili hadi sehemu kubwa wananchi kushiriki katika mchakato huu wa uongo. Magoti na Awango wanawakilishwa ipasavyo na mawakili waandamizi Donald Dea, Arnold Tusunga, Jeremia Bam na Jebra Kambore, miongoni mwa mawakili wengine mashuhuri kutoka asasi za Pan African Lawyers, Ubuntu Africa Law Group na Civil Space Network Africa. Shauri litapangwa kusikilizwa katika kikao kijacho cha mahakama ya EACJ. Imesainiwa na Elia Magoti pamoja na Bobu Chacha Wangwe. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.